Ngoja tu. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa michezo, wadau wa duniani, wadau wa ulimwengu huu katika michezo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare habari hizi zilizopo kwenye Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Nami ni Fabidigo katika siku zote zile ambazo nakwambiaga kuhusu michezo. Nami nimeleta michezo sasa hivi na kuvusha Afrika na kupeleka Europe katika nchi pendwa ya Ulaya ambayo tunasema ni Uingereza, nchi ambayo ilitawala dunia nzima hadi Marekani wakitawaliwa na Uingereza na Israeli wakitawaliwa na Uingereza. Ni nchi ambayo hata Brazil alitawaliwa na Muingereza. Ukisema Uingereza unaisema dunia nyingine, mjanja wa dunia ambaye wafundisha watu ujanja. Yeye katulia tu sasa hivi, katengeneza mpira wake na kula starehe, hataki vita wala nini. Huyu tunamuita Uingereza, UK Kingdom. So sasa leo mimi nimesafiri mpaka Liverpool pale ambapo namkuta king ambaye anaitwa Farao au anaitwa Firauni ambaye anaitwa Salah, Mohamed Salah, mchezaji ambaye atakumbukwa sana ndani ya uwanja wa Anfield, ambao sasa hivi kama utaona picha zake hizo zinazotembea kwenye ukurasa wa video utakuta ni mtu mmoja ambaye ametrendi mtandaoni kutoka jana mpaka leo kwa sababu ya mambo fulani aliyotangaza kwenye mtandao wake na kuambia wana Liverpool Anfield kwamba anataka kuondoka, msimu huu ndio utakuwa wa mwisho. Sasa tukiona ya kwamba magrupu yote ya mitandaoni yaliyoandikwa Liverpool yote kwa heshima yake wamemposti jamaa huyu anaitwa Salah. Kwa mwendo huo sisi tukimfuatilia Salah, tunataka sasa tukuletee wito mmoja ambao Salah amefanya pale Liverpool. Salah ni mchezaji ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Misri, Egypt. Ndio maana mwanzoni nimemuita Farao au nimemuita Firauni kwa lugha nyingine ambayo inatajwa katika vitabu vya dini ikiwemo kitabu cha Biblia na kitabu cha Qur'ani. Farao ni kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye alibishana na Musa ili kuwazuia Wanaisraeli wasiende nchi ya Kanaani, lakini baadaye Mungu akawatoa Wanaisraeli kupitia mkono wa Musa na Farao akashindwa na jeshi lake. Pale ambapo Farao alipoanguka ndo wa Misri wengi maarufu tunawita mafarao. Kwa hiyo basi huyu Firauni Farao Mo Salah Mohamed Salah ni mchezaji ambaye amecheza Liverpool kwa muda mwingi sana kutoka 2018 mpaka sasa hivi. Salah amekuja Liverpool akitokea AC Roma, timu ya kutoka Italia kwa Papa Leo kule wa 14 ambako Italia ndio kuna Wakatoliki wengi. Lakini sasa tunakwambia Farao huyu Mohamed Salah ametangaza kwenye akaunti zake za Instagram kwamba ni msimu wa msimu huu kwamba kuonekana Liverpool kama mchezaji kwenye uwanja wa Anfield atakuwa ni msimu wake wa mwisho, kwamba ukiisha huu msimu yeye atakuwa anaondoka kwenda nchi nyingine. Anawachia ufalme watu wengine, maana amesema yatosha, heshima yake inatosha na muda wake umetosha. Sasa anaenda kutafuta riziki sehemu zingine. Sasa dokumenti hii au habari hii imewafikia vipi wana Liverpool? Habari hii imewafikia vipi wana Liverpool? Wana Liverpool wengi wao wanajiita mashabiki vichawa mpira, Anfield crazy fans from Liverpool City. Wamesema kwamba tutamisi Salah, tutamkumbuka Salah na wamemjengea sanamu. Kwa nini wanamjengea sanamu? Kwamba ni mchezaji ambaye katika ujio wake ndio mafanikio ya Liverpool tumeona sasa hivi. Kumbuka kwamba kabla ya Salah Liverpool haikuchukua ubingwa mara miaka 30 kutoka 1990 walipochukua mara ya mwisho, wakaanza kuchukua ubingwa tena 2020 ndo wamechukua ubingwa wa ligi kuu 2020 na 2019 Salah na Mane wakiongoza Liverpool mbele pale akiwepo Firmino, Salah, Mane
Utatu mtakatifu tulikuwa tunauita benchi akiwepo Jurgen Klopp, kocha wa Liverpool. Salah akataka kufanya hivi, yeye ndo akawa mfalme wa Liverpool kutoka mwaka ule 2019 mpaka sasa hivi. Salah yupo kwa mafanikio. Tutakutajia mechi ambazo amecheza na magoli na assist, kwamba Salah kwa nini aitwa King of Liverpool. Kwa hiyo basi kutoka miaka hiyo Salah akawa anafanya vizuri, na nakumbuka kwamba Salah amefanikiwa kuchukua kombe ya klabu bingwa Afrika FA mara moja akipiga Tottenham, naye akiwemo kwenye mechi hiyo. Salah na Mane na Firmino wakiwa wanaongoza uwanja huo na kuchukua kombe la UEFA, na hiyo ilikuwa ni fainali ya 3 baada ya kuzikosa fainali 2 ambazo ilikuwa ni fainali ambayo ilikutana na Madrid mara 2. Salah mara ya kwanza alipokutana na Madrid aliteguliwa mkono na mchezaji wa Madrid ambaye alikuwa ni beki maarufu. Salah akakosa hata kombe la dunia hilo la mwaka 2020. Kwa hiyo basi tukiangalia upande huo wakaja tena kuingia na Madrid upande wa pili, yani la pili mfululizo wakaingia klabu bingwa finali. Kwa Salah wakashindwa tena wakiwa na Mane huyo, wakaja kukutana na Tottenham wakampiga Tottenham akimtoa Man City nusu finali ya klabu bingwa, na Tottenham akikutana na Liverpool akipigwa na Liverpool. Salah akichukua kombe la UEFA mara moja katika mafanikio ya Liverpool, lakini akiingia fainali 3 ambazo 2 alipoteza kwa Madrid, kwa Madrid. Na hivyo basi Salah amewafanikisha Liverpool kuchukua kombe la EPL, yani kombe la ligi kuu la Uingereza. Amechukua mara 2. Amechukua mara 2 na kuwa mshindi wa pili mara nyingi kwa Guardiola akichukua makombe wenyewe Liverpool wakiwa wa pili mara nyingi. Klopp na huyu mtu anayejiita Guardiola wakawa ni makocha wanaoweza kukinzana sana na mpira wao kwa unapendeza, ulikuwa kuviziana. Kwa hiyo basi Salah amefanikisha Liverpool kuchukua kombe la ligi kuu mara 2, 2020 kipindi cha corona 19 hadi 2020, 2019 na 20. Salah akachukua kombe lile ambalo lilikuwa la kwanza kwake katika EPL akiwa na Liverpool, na ile Liverpool ilikuwa ni ngumu sana pale ambapo anamkuta utatu bora mtakatifu ambao tulikuwa naita Salah, Mane na Firmino. Pale kati utamkuta Fabinho, nyuma utawakuta wachezaji muurwa ambao walikuwa kwa kipindi hicho. Lakini pia Salah huyu akasema isitoshe, tunavyoongelea ligi kuu ya sasa hivi ya EPL, bingwa mtetezi ni Liverpool, na Salah akisaidia sana timu mwaka jana na kuwa mfungaji bora, akisaidia sana kufunga magoli na kutoa assist mwaka jana msimu uliopita. Liverpool ni bingwa kupitia mguu wa Salah, maana akatoa assist sana Salah msimu uliopita. Lakini katika ujumla wa vitu vyote hivyo, ndio maana sasa umri ameona umeotosha, asija akadharauliwa sana Liverpool, akasema ngoja niongee kwamba yatosha, maana mkataba wake ungekuwa unaisha 2027, lakini sasa ameamua kuvunja kwamba msimu huu ni wa mwisho, ataelekea Uarabuni. Tunataka tukupe vitu vingine ambavyo ni muhimu kwa Mohamed Salah, kwamba Mohamed Salah amecheza mechi 435, jumla mechi 435 toka aje Liverpool. Amecheza mechi 435 na amefunga magoli 255. Kacheza mechi 435, kafunga magoli 255, ka assist, yani kasaidia kuassist magoli ili watu wengine wafunge magoli. Ameassist 122, ameassist 122, ka-assist 122. Kwa hiyo basi kashiriki katika magoli 377, kashiriki katika magoli 377.
Hiyo ni mambo ya Salah kwa Liverpool. Kwa hiyo ukiongelea magoli 255 katika mechi 435, ukitafuta wastani hapo utakuta kila baada ya mechi moja ana uwezo wa kufunga goli. Kila baada ya mechi moja ana uwezo kufunga goli. Kwa hiyo Salah ni mchezaji hatari na mchezaji hatari wa kuheshimika katika viunga vya Liverpool. Kwa hiyo basi, kwa kupitia hivyo Mohamed Salah ametangaza kwamba msimu huu akimaliza anaondoka Liverpool, anaelekea sehemu nyingine. Wana Liverpool wanasemaje? Mashabiki wa Liverpool wamemshukuru sana Salah kwa kumpa maua yote na kumposti kwenye mitandao ya kijamii. Kila sehemu unapopita unamkuta Salah kapostiwa. Kila sehemu unapopita unamkuta Salah amepostiwa. Nasi Fabidigo na BM Zakaria tukasema haitoshi, nasi lazima tuwaambie subscriber wetu waliopo nje ya jiji ya Dar es Salaam, nje ya mikoa mingine, wapo mikoani, mjue kwamba Salah leo ameaga na kuaga ndio huko. Asante sana. Endelea kusubscribe, kulike na comment, na mimi ndo Fabidigo katika Fabidigo.